Na bila shaka mpenzi mtazamaji, tunaingia kwenye awamu nyingine, awamu ya mazungumzo. Ahadi ni deni, nikakueleza kwamba nitakuwa nikirejea hapa ili uweze kusikiza mazungumzo ambayo tutakuwa tukifanya hii leo kuhusiana na siasa za mwaka 2027, safari ya uchaguzi wa mwaka 2027, na ndani ya nyumba na wageni wangu ambao wamefika ili tujadili masuala haya kwa undani kwa takriban ya saa moja hivi. Na hivyo basi, karibu na mimi hapa nina Bosco Mutegi Kwira ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi. Pia kando yake ni Arnold Maliba ambaye ni kinara wa Progress Plus Alliance, PPA ukipenda. Hivyo basi hawa wawili watanisaidia kuweza kuangazia masuala kuhusiana na siasa za taifa la Kenya, na moja kwa moja tunaingia kwenye mazungumzo. Nianze na wewe Bosco, maana umenikaribia hapa. Uweze kunieleza kuhusiana na labda kiuchumi, kisiasa, taifa la Kenya tuko wapi kwa mtazamo wako kama mtaalamu wa uongozi? Shukrani sana Chichi kwa mwaliko huu. Karibu. Shukuru sana kwa nafasi nyingine tuzungumzie mambo haya ya nchi yetu ya Kenya. Kwa maono yangu, Kenya iko na shida zake, lakini tumepiga hatua. Tuko pahali tumefika ambapo ukiangalia Kenya katika East Africa region kwa mfano, Kenya ni nchi ambayo iko kwa kiwango cha juu. In fact, it's the biggest economy in East Africa. So ukifanya sasa comparatively, ukiangalia Kenya na nchi zingine, tunaweza kuwa tujafikia mahali tungetaka, lakini tuko mahali fulani. Tumefika ukiangalia katika uchumi, katika mambo pia ya kikatiba, mambo ya demokrasia, na mambo ya kuendelea tu katika uchumi na mambo ya nchi. Tumepiga hatua tukiangalia mahali tumetoka na mahali tunapoendelea tunaenda. Ukiangalia katika kwenda mbele katika 2027, kuna mambo ambayo yamebadilika sana. Ndiyo. Wakenya wamekuwa wameelimika zaidi, wamekuwa wanauliza maswali zaidi kutoka wakati wa finance bill ya 2027. Hata ule nyanya aliye nyumbani pale anajua kuna finance bill. Anajua kila mwaka kuna finance bill ambayo inawekwa mambo ambayo yanamwadhiri kwa njia moja ama nyingine, mambo ya maendeleo na mambo kama yale. Nasema hivyo kwa sababu ukiangalia mlengo wa Kenya Kwanza kama serikali, mambo ambayo yameweza kufanya kwa wakati huu, amidst the challenges, Kenya imekuwa mojawapo ya nchi 6 ambazo zilisemekana zitaweza ile inaitwa default loans, imeweza kudhibiti kurudisha gari moshi kwenye reli na kuweza kudhibiti kuendelea. So isiwe wakati wote pia tunaona the negativity of kulalamika. Pia na mambo mazuri ambayo yametendeka. Kama tunaona watu ambao wanaenda upande wa Kisumu, menyengewa Mau Summit, tunaona kuna Talanta Stadium inajengwa. Next year I think tuna host AFCON, na hiyo inaitangwa sports tourism ambayo italeta pesa nyingi katika nchi yetu, tunatuhumia vile. Na mambo mengine ya maendeleo hapa na pale. So ukielekea 2027 kutakuwa na swali ambalo watu wanajiuliza, which is the question, the election questions ile inaulizwa. Na utaona ukiangalia wakati upande wa serikali ama upande wa upinzani, wote wanaongea kuhusu the economic issues, mambo ya kubadilisha maisha ya Mkenya, cost of living, transformation ya Kenya, mambo kama yale. So unapata agenda zote za hao wote zinakutana pale. Kwa hivyo kulingana na wewe tumepiga hatua kama taifa. Tumepiga hatua. Ningehitaji nijue kauli ya Maliba. Maliba, wewe ulikuwa ukipigia debe chama cha Kenya Kwanza sana, lakini kwa sasa wewe ni kinara wa Progress Plus Alliance. Labda kwa mtazamo wako kama taifa, kisiasa, kiuchumi, utasema vipi? Tunaelekea wapi? Imekuwa miaka miwili tangu nitoke upande huo wa serikali. Lakini inaonekana ni kama nilikuwa nimepiga debe sana, kwa sababu kila siku zote nakumbuka kwa nilikuwa huko. Lakini ni vizuri tuanze hivi. Ni vizuri, unajua, ukiangalia mtu ambaye hajui kule ambako ametoka, ni dhahiri kuwa hajui pale ambapo yupo, na hawezi kukwambia kule anaenda. If you don't know where you are coming from, you don't know where you are, and you do not know where you are going. So ni vizuri pia tukumbusha Wakenya kuwa Kenya siku zote haijakuwa nchi kielelezo Afrika Mashariki. We have not always been the leaders. Ukiangalia kama Afrika Kusini leo, umeona kuna watu wanafurushwa, watu wanatoroka, watu kutoka nchi kama Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Nigeria. Hata kuna Wakenya kadhaa ambao wamerudishwa leo. Unajua, hiyo ni historia ambayo sisi kama Wakenya tumeishi. It's a lived experience kwetu sisi kama Wakenya. Mwaka wa 1969, 1969,
rais wa Uganda wakati akiitwa Milton Obote aliamrisha kuwa semi and unskilled labor wote ambao si Waganda watoke. Wakati huo Wakenya ndio walikuwa wanafanya kazi kwa wingi sana Uganda. Kwa sababu mzungu alikuwa amefanya investment nyingi, kulikuwa na factories Uganda. So Wakenya wengi walikuwa wameenda Uganda miaka mingi. Wakafurushwa 1969. Na haikuwa rahisi, watu walitembea kwa mguu, wale ambao walikuwa na vitu kidogo pia kwa barabara wakitembea wakaweza kuporwa. Kuna ile kikundi ambayo kidogo iliweza kukatalia kushikilia, hao nao pia wakafurushwa 1972. Lakini kutoka hiyo experience ya 1969 na 1972 tulirudi kwetu nyumbani, tukajenga nchi. Unajua Kampala ilikuwa ni the premier city ya East Africa. Nairobi has not always been the capital of Africa vile iko. Lakini kuna wakati Kampala ndio ilikuwa number 1 East Africa. Kuna wakati Makerere ndio ilikuwa university ya kusema East Africa. Lakini kutoka 1969 wakati ule watu wetu mababu zetu walifurushwa wakatembea kwa mguu. 1972 Idi Amin akikuja akamalizia wale walikuwa wamebaki. Wakenya waliacha mali zao, maboma na kila kitu ambacho walikuwa wamejenga kwa muda. Na siku zote kuanzia hiyo hatujakuwa sisi ndio nchi ambayo iko juu. Kuna siku ambayo tumekuwa juu na tukateremka chini. So ni vizuri tukumbushe Wakenya kuwa hatujakuwa juu ya eneo hili miaka yote. Lakini bidii tumefanya kazi, lakini nisisitize hivi. Kenya ipo pahali ambapo ipo leo kwa sababu ya juhudi za watu kibinafsi, the individuals of this country. Serikali kwa muda kidogo sana imekuwa ikifanya sera za kusaidia wananchi. Kwa muda kidogo sana. Na ule rais ambaye tunaweza kusema aliweza kufanya kazi kwa roho yote kujenga nchi, yeye ndiye aliyekufa rais maskini sana kwa wote. Angalia Kenyatta wa kwanza alikuwa mtu tajiri sana. Moi alikuwa mtu wa pesa mingi sana. Kwa hivyo Kibaki peke yake ukiangalia ndiye alikuwa na tofauti. Kwa hivyo tukisema nchi iko wapi? Ni vizuri nilikuwa nianzie hapo. Tukisema nchi iko wapi? Ukiangalia historia kule ambako tumetoka, unaweza kuona tuko sawa. Leo tunajiita the capital of East Africa. Of course, we are the financial capital, the region. We are one of those 4 bigger nodes kwa continent. Lakini nchi haiko vizuri. Ukiangalia uchumi, unajua inawezekana kukakuwa na economic growth, lakini watu wasifaidike. It's very common. Ukaangalia namba ziko sawa. So at macro level, serikali hii imefanya vizuri sana. Mr. Sustain dollar iko vizuri. Ukiangalia pale kuna G2G, of course. G2G hasa si kuleta tu mafuta hapa, lakini inatusaidia pia tuna balance nini? Tuna balance dollar. Unajua watu hawajui kuwa hii hatutumii G2G hasa kuhakikisha kuwa sisi tuko na fuel vile ambavyo tunafikiria, lakini imetusaidia sana kuweza kustabilize dollar. So hizo macros kadhaa hizo tumefanya vizuri sana, lakini mtu wa kawaida ukimuuliza ako sawa? So ndio hesabu statistics zinaonyesha uchumi una grow, lakini mtu wa kawaida hamna pesa mfukoni. Hapa hata si, we don't need to debate that. Nataka tu utoke hapa nje uulize mtu wa bodaboda kuanzia asubuhi amebeba watu wangapi, pesa ni ngapi. Uchumi kidogo kwa mtu wa kawaida hauko sawa. Na tusitoroke hilo. Kitu cha pili, utawala wetu kidogo tumepiga hatua nyuma. Hatupo pale ambapo tulikuwa kuanzia mwaka wa 2010. Tulitaka we do away with what we call imperial presidency. Watu walikufa wengi sana kwa sababu ya kutoa mamlaka mengi sana kwa ofisi ya rais. Kwa sababu ukimpatia rais mamlaka mengi, kunakuwa na utawala wa kiimla. Hivi leo tunaona hatuna bunge kama nchi. Kwa nini? Bunge, the legislative arm haipo. Ukiangalia wabunge wetu hawaendi bungeni kufanya kazi na kupitisha sera ambazo zinafaa, na hao ndio wawakilishi wa watu. Kama ni sauti ya mwananchi ni mbunge. Juzi tumefanya finance bill, bunge halipo. Ni kwa sababu bunge liko compromised. Na hata wakibaki huko, afadhali wale ambao tuseme wamepiga no ama wamepiga yes, na ukuwe nao issue. Lakini ukikuwa na the majority of parliamentarians hawajakuja bungeni. Bunge siku hizi ni extension ya executive. Hapo tulipoteza kama nchi. Kitu cha pili, unaangalia mahakama. Mahakama ndio wanasema ndio kimbilio la mwisho la mtu wa kawaida. It is the refuge for the common man, the last refuge for the common man. Watu wengi bado hawawezi kumiliki, they cannot afford justice as it were. Kuna kesi zimeishi. Ukienda huko mtaani ukiuliza watu watakwambia tumekuwa na shida ya shamba kwa miaka nenda miaka rudi. Nashinda kotini kila siku, hawajasaidika. Kuna wale watu ambao waliumizwa, kuna vitu kadhaa. So judiciary bado haiko independent kabisa. Tuko na shida kiasi. Executive inatumia mamlaka vibaya
Kwa hivyo so uchumi hauko sawa. Unajua tungekuwa zaidi. Unajua sometimes hii ambayo tuko nayo hapa tukisema we are the leading in the region and everything else. Museveni alisema kitu moja na ningependa kubaliana naye. Alisema hii ni kama competition ya dwarfs. Wale watu ambao ni wafupi. Sasa this one is the taller dwarf. Kenya is just the taller dwarf. It can be better. Naam. Tumetoka shuleni, uchumi hauko sawa, utawala uko na mambo mengi tu, ukiangalia vitu haziko vile ambavyo tungependa. Kwa hivyo uchumi kidogo hatuko sawa. Utawala hatuko sawa. Sio kuwa hatuna shukrani. Lakini sisi ni wananchi. We expect the best. Naam. Yeah. Shukran. Nije kwako Bosco, sijui umesikiza sana kauli ya Maliba na nimekuona kwa namna moja, sijui unakubaliana, sijui unakataa, lakini ningetaka nijue mwelekeo pia wa Kenya Kwanza, maana kulikuweko tu na ahadi zile za hapo awali, na amesema kwamba ndio hadi sasa Mkenya wa kawaida bado anahisi kana kwamba gharama ya maisha iko juu. Kulingana na mwelekeo wa Kenya Kwanza na ahadi zake za hapo awali, tunapozungumzia masuala ya utawala, je, yamefanya vile ambavyo ama imefanya vile ambavyo ilikusudiwa kufanya? Nashukuru sana na nataka kukubaliana naye na kubaliana naye mambo mengine sikubaliana naye. Mwanzo nilivyosema Kenya kuwa nchi ambayo ni kubwa sana katika East Africa, amesema vizuri mambo ya kiimla. Ukiangalia Uganda kwa sasa tunaongea kuhusu uongozi wa kiimla ambao unaonekana inatoka kwa baba inaelekea kwa mtoto. Na ukisikiza wa Uganda, wale wa Uganda vizuri sana. Kuna wako hapa Kenya na nimekuwa nikiongea na wao na tena pale nimeenda pale Uganda. Unaona kuwa Museveni anaonekana kama kiongozi ambaye amestabilize ile economy, amekuwa akisaidia economy ya Uganda na mambo ya development na mambo mengine. Ili hali hata kama hako na shida ya uongozi, ukiangalia katika cabinet yake kuna Queen ako pale ambaye ni bibi yake, anasemekana labda ni prime cabinet secretary kama sema. Tena ukiangalia military ule kijana yake Muhonzi na mambo ambayo anayofanya. Wakati wa Uganda wanafurahia kusema economy yao imekuwa stabilized na mambo kama yale, kuna mambo mengine ambayo wafurahi, mambo ya kiimla, TV kuzimwa, internet na mambo mengine yao katika katiba zao. Sasa nilikuwa nasema vile nikikompea na Kenya ukiangalia tunajivunia katiba. Leo hii Chichi ukitaka kuuza shares za Safaricom, serikali ikitaka kuuza, mimi naweza kimbia kotini na maoni yako kama Mkenya. Kenya serikali kianzisha SGR, mwingine anapinga, anasema hakuna public participation. So tumepiga hatua tukikompea na wale zile nchi zingine. Juu ukiangalia hizo sheria za kiimla na nini zinazoendelea, ingawa hata Kenya tunazo shida za uongozi, tuko juu yao kidogo, sababu sasa mambo yanayoendelea kama pale Tanzania na Uganda na Rwanda na nchi zingine ni tofauti na hapa kwetu. Umeuliza swali kuhusu Kenya inavyoendelea na Kenya Kwanza kama imetimiza malengo yao. Nilisikiza rais siku nyingine akiuliza ni mambo yepi ambayo waliahidi wa Kenya ambayo mtu anaweza pinpoint 1, 2, 3. Kwa sababu nasema hivyo kwa nini? Huyu rais mgala muwe na haki umpe. Sababu mambo aliyoahidi mengi sana ametimiza. Aliahidi vijana Hustler Fund akawapea. Aliahidi affordable housing. By the way, tusisahau affordable housing pia Uhuru amekuwa akiifanya. Lakini kwa rais sasa anaifanya kwa njia tofauti, maybe ikiwa kubwa zaidi. Kidogo labda kuna watu wana complain kuhusu mishahara kukatwa na mambo kama yale. Lakini niseme hivi, kwa muonekano wangu nikiangalia mipango ambayo Rais William Samoei Ruto ameweza kufanya, ni ukweli anavyosema kuna mambo amefanya marais wengine waliogopa kufanya. Na wakaogopa kabisa. Kama yepi? Nikupe mfano. Ndio. Mambo ya ukulima. Ukiangalia mambo kama kahawa au majani chai, ama hata pia mambo ya miwa, kulisemekana kila wakati kuna cartels, huwezi guza hawa cartels. Lakini umeona kwa wakati huu rais ameingia, amevuruga hawa some of these cartels na prices zimeanza kufanya nini? Kuinuka. Hata kama ni kwa kiwango kidogo. Tuseme kwa mfano kahawa, wakulima labda wangetaka wawe na 200, 250. Lakini kwa sasa wako na 160, 150. Kutoka 80, niambie. Na kwanza umeguzia swala la Hustler Fund. Ndio. Una uhakika kwamba Hustler Fund imeweza kutumika na imesaidia vijana, na labda wakati ambapo inafika ni kurudisha deni ile, maana ni deni, hajawapa mtaji, wamewapa ni kama deni tu, tofauti ya Hustler Fund na kwenda kuchukua labda deni mahali kwingine.
Hustler Fund ilisaidia hii. Serikali inafaa kusaidia directly. Nikupe mfano, mimi mwenyewe nilichukua ule mkopo wa Hustler Fund na umenisaidia kwa njia fulani. Niseme hivi. Kwa kiwango kipi? Maana Hustler Fund wengine wanasema 500 itanipeleka wapi? Ndio. Nitaanzia nini? Biashara ambayo nitaanza na 500 ni gani? Maana kuna wale ambao wanasema ndio nimeapply Hustler Fund lakini limit yangu ni 500. Wacha nikupe mfano. Mwenye kuongea hivi ni mwenye ambaye hajaenda pale mashinani. Ndio. Chichi nikueleze sababu sisi ni viongozi na huwa tunaenda pale mashinani. Ndio. Shilingi 100. Kuna kijana wa bodaboda riziki yake kwa siku nzima ni hiyo shilingi 500. Unajua hivyo? Na hiyo ndio inaliwa kwake familia, ndio inategemewa kila kitu. Kwa hivyo mtu ambaye hajatangamana na maisha ya huyo bodaboda ama mama mwenye kibanda ama ule kijana anauza mitura anauza shilingi 800 kwa siku. Haezi elewa. Kwa hivyo shilingi 800 ama shilingi 5,000 ni pesa nyingi sana kwa ule mwananchi aliye pale chini. Kwa nini? Wakati anapewa zile hela aweze multiply zile pesa ziwe nyingi, inamsaidia kukopa tena na tena. Na mimi nimekuwa nikifanya kwa ukweli tu wa Mungu, nimekuwa nikikopa Hustler Fund na imenisaidia. Lakini tuseme hivi, hata kwa benki si kila mtu anayepewa loan huwa analipa. Na tena Hustler Fund ilisaidia hivi. Kwa wengi ambao hata wanaipinga walichukua ule mkopo lakini hawakurudisha. Kwa kukosa kurudisha ananyima ule mwenye amekuwa akilipa na kiomba sana nafasi ya kupewa tena. So hayo ni mambo ya Hustler Fund na vile yamesaidia vijana. Mwingine aliyepinga hizi pesa zilipeanwa juzi ya vijana Nyota. Huyo ni mtu ambaye haelewi shida za wale wananchi pale chini. Nikueleze hivi. Kijana ambaye ana kinyozi ama salon yake mara ya kwanza akapewa shilingi 25,000 akafungua duka ama akaanza hata biashara ya kuku, akaanza kuchukua mayai anauza. Ama kwa mfano tu mtu achukue mandizi ambaye hajaiva, amekata ule mgomba wa mandizi aende akaivisha, ambaye mandizi yako let's say moja imeshikana hivi kuna mandizi let's say 300 pieces. Akinunua ile alinunua let's say shilingi 300, lakini akiivisha auze shilingi 10 moja ama 20, shilingi 10 na 300 pieces, hizo ni shilingi 3,000. Huyo mtu ametengeneza 2,700 kwa ndizi moja. So najaribu kuenesha kwa economy ya chini. Kwa wale elite inaweza kuwa it doesn't matter, ni pesa kidogo sana. Na pia wanaopinga it doesn't matter. Lakini kijana ambaye hakuenda alimaliza form 4 akapata D ama alimalizia class 8, hana njia ya kwenda college, hana mahali pengine anaangalia, hilo ni la muhimu sana kwa maisha yake. Na atapata njia ya kujimudu kuanzia maisha, sababu haya maisha tunayoishi iwe ni Kenya ama nchi nyingine, kama unachokifanya kama a young person ama una riziki, maisha yanakuwa magumu. Angalia mambo, nikimalizia nikueleza mambo ya employment na young people. Nashangaa sana wakati kuna finance bill na kuna mtu ambaye anapinga kodi, tuseme kodi ya kusimamisha viwanda, kusaidia. From where I sit, Bwana Bosco, sidhani watu wanapinga kulipwa kwa kodi ama kulipwa ushuru. Labda wanapinga ile kukuwa overtaxed. Nakubaliana na wewe. Naam. Naeleza Madiba nafasi aweze kuzungumza. Unajua ilikuwa naongea kuhusu viwanda na vile vitakavyosaidia vijana kupata kazi. Lakini nampa nafasi sawa. Naam, shukrani. Unajua ahadi ni deni. Na Wakenya waliuliza wakati ule rais anakasirika, walimuuliza swali rahisi sana. Vile tulielewana umefanya na vile unafanya ndio vile tulielewana. Rais alifanya ahadi 281. 281 pledges. Lakini ukiangalia zile zenye zinaitwa kama pledges then promises. Sasa promises ni kama 243, lakini pledges alifanya 281. Ukiangalia zote kuna zile zenye haziko kwa manifesto lakini akikuwa huko chini kwa campaign alizisema. 281 pledges. Kwa hizo ni 26 peke yake amezifanya. Hiyo ni kama 10.7%. 40 of them zote ziko broken. 40 ama 44 amezivunja. About 146 ziko njiani zinaendelea. Huu ni mwaka wa 4. Naam. Imebaki mwezi mmoja na amefika sasa miaka 4. Kwa sababu kuanzia Agosti sasa watu wanaingia kampeni. Hizi ni ahadi yeye alisema atazifanya kwa muda huu. So kama hadi sasa amefanya
26% ndio ziko complete, as in 26 out of 281 ndio ziko complete. Hiyo ni kama 10.7%. Hiyo kama hata ni alama ukikuwa marked, ukipata marks 10, wacha tuanze hivi, 26 over 281, hiyo ni kama 10 over 100. Hiyo ni E. So kuna zile president ni ahadi zake hapa. Tusitumie kipimo kingine chochote kile, tutumie unajua, ukianza kusema hapa mambo mengine itakuwa ni kama unamwonea rais. Tutumie kipimo cha maneno yake mwenyewe. Alipeana ahadi 281, ametimiza 26 peke yake hadi sasa. 44 amezivunja. Kuna 14 ambazo zimemodify. Na si mbaya kumodify, kwa sababu unaweza kuahidi kitu ukapata uko mbele ya kifanani hivyo. Kuna about 146. 10 zimestall, alizianzisha na akazibakisha kwa njia. Huyo sio mtu ambaye unaweza kupatia hata D+. Huyo ni mtu kama, if we have to be very fair, rais amescore D. Unajua kuna hii historia na hii PR mingi tunapiga. Watu wa Stratcom tunasema sana, lakini hayo matokeo hayapo. Na angalia tu hapa unaposema affordable housing. Tunasema anajenga nyumba kila pahali, lakini ukiangalia takwimu za construction sector ambazo zimetolewa na chombo cha serikali, the Kenya National Bureau of Statistics, inaonyesha kuwa construction sector ilirudi chini tangia tuanze affordable housing. Yani wale watu ambao walikuwa wanauza simiti kwa wingi, chuma za kujenga, saizi kama hauna throughpass ya kupeleka hizo vitu kwa mijengo za affordable housing, hii plan, hauna market, kwa sababu market imerudi chini generally. Nadhani ni kama the private developers waliona, wacha tuone penye serikali inaenda na hii. Lakini hiyo sekta imeenda chini. So ni vizuri unapigia serikali makofi, lakini bila hii affordable housing, the sector was already doing well. Hapo bado utaambia mtu anafanya vizuri? La hasha. Na kuna njia ambazo, unajua wakati ule rais alisema, wakati ule wa kampeni akiulizwa kama atapigana na ufisadi wakati ule wa kampeni, akasema kwa serikali yake hakutakuwa na pesa zozote za kuibiwa. Nadhani rais alimaanisha hakutakuwa na pesa za mtu mwingine yeyote isipokuwa yeye. Kwa sababu kila kona, ukipiga kona hii wanakuwekea. Unaona kwa mfano hiki kitu ambacho NTSA imeweka. Unajua watu wengi hawafikiri ni nini inaendelea hapa. Kuna hasa kwa hii nchi, kwa sababu mimi sasa I consider myself a veteran kwa ikifika mambo ya siasa. Nimekuwa kwa hii kuanzia kama niko 21 years. Nimekuwa active politics. Nilisimama kiti cha seneta kama niko early 20s. So nimekuwa kwa hii sekta kwa muda mrefu kiasi. Nimeweza kufanya kazi ndani ya serikali mbili ambazo zilizopita. Na ukiangalia kwa mfano, mbona tuanze kwa kufanya inspection ya magari and we set up money. Unajua shilingi 2,000 ni pesa ngapi? Over 90% of Kenyans earn about 100,000 shillings and below. Ukitoa ushuru, shilingi 2,000 hizo zenye unaambiwa ni za inspection, unajua hiyo ni wage yako ya one day. Yani kuna mtu amekaa pahali kwa serikali akasema, tusikosane na watu, tumechukua pesa mingi sana. Kwa sababu already we take about 12 days of your working days in taxes and levies. Zile siku ambazo unakuja hapa TV47 kufanya kazi, kuna siku 12 ambazo serikali imechukua pesa yako yote. Sasa wewe unajipanga na zile 18 zimebaki, lakini bado mtu akapiga hesabu akaona tumnyang'anye tena siku moja, one more day in the year. Because hiyo 2,000 unaambiwa inspection ya 3,000 cc and below, wachana na safety na hizo vitu zingine zote. I'm talking about the mathematics ya hesabu ile inaenda huko chini. Ni kunyang'anya wananchi. Mbona uanzishe kuchukua pesa, haujaweka framework, haujafanya public participation, unaamkia tu asubuhi. Hiyo it has very little. Na nitakupigia hesabu haraka sana. Sawa Maliba, lakini kwa sasa naarifu kuna mtu ambaye yuko kwenye simu. Tuweze kumsikiza. Tunaye Daniel kutoka kaunti ya Kericho. Daniel, wapo nanipata, una swali lolote na habari ya asubuhi? Nakusikiza, habari mzuri sana. Bwana Maloba ananisikia, mapato anaendelea kuongea. Unasikika? Namuona. Si juzi yeye alikuwa mtu ana support UDS. Naam. But suddenly akachange. Naam. Sasa ameona the same government he was in. Naam. Is the worst. Kwa nini Wakenya hawataki kusema ukweli? Waseme white is white. And red is red.
when you are comfortable it is white. But ukitolewa kidogo hivi kama huyu Maloba huyu. Maliba. Nashukuru hiyo ndugu amesema maneno ya Asana Fund. Naam. Biashara yote sio lazima uanzie pesa nyingi. The way the president was saying bottom up. And any sustainable business is from beneath going up. Sababu hata hiyo Maloba za hii nikipea 5 million. Imefail, but nikipea huyu kaka huyu mimi naona anaelewa 1,000 ime-excel. Aya Kenya, we don't have money. Hata I like the way Gachagua alisema hii Kenya hakuna pesa. Naam. Yani anasema mimi ni kukuja tu shuku clean payslip, nothing else. So above all, tuhubiri amani na tuache siasa ya ukabila tu. Hii Kenya ni yetu wote. Naam, shukrani. Asante sana. Shukrani sana Daniel, zidi kutegea TV47. Naweza kumjibu Daniel kabla aende mbali? Unaweza mjibu Daniel. Kitu cha kwanza ningependa sana kushukuru Daniel. Mimi sijawahi kataa kuwa nilifanyia serikali hii kazi. Mimi kwanza nimekuwa supporter wa William Ruto wa muda mrefu sana. Naam. Na ni vizuri tuseme hivi kuwa ukiingia kwenye ndoa na ikaharibika, hatutashinda kusema si ulikuwa unapendana na huyu msichana. Ikafika huko ndani ukapata kuna shida, ni lazima ukuje uambie watu ukweli. Kwa hivyo ni hivi. Uchumi ni kama kuwa mwanamke. The economy is like a woman. If you have to tell people you are a woman, you are not. No. As in it's evident, it's self-evident. If the economy is working, hatustahili kuambia watu. Na hata leo tukiuliza watu wa kawaida hapa leo, tangu serikali hii ije, maisha yako iko better? Hata huyu Bosco najua anafanya biashara na ni rafiki wangu wa miaka mingi tu. Nikimuuliza kama biashara yake inafanya vizuri, kwa sababu yeye ni mwanamfanya biashara, kama biashara yake iko better sasa kuliko vile ilikuwa, kama ni mkweli, atakwambia kuna changamoto. Uchumi hauko sawa. Sisi hatusemi William Ruto yeye ndio ameangusha uchumi. Tunasema yeye kuendesha nchi imekuwa ni tatizo. Ni kwa sababu amefocus sana na siasa. Leo yeye amechukua wabunge wote ameweka mfukoni. Hakuna oversight. Pesa zetu zinapotea. Ukiangalia kama opposition, huwezi kuangalia hakuna opposition, hakuna serikali. So hakuna oversight. Na nchi yetu wakati ule ilikuwa inatengeneza katiba tukasema kukuwe na minority na majority. Tulikuwa tunajua ni kwa nini. Alafu kuna hii siasa inaendelea, siasa ya ukabila. Leo wacha nikuambie vizuri sana. Kwa ufupi. Watu wa matatu wanakataa kulipa, wanakasirishwa kwa mfano na kupanda kwa mafuta, si ndio? Naam. Instead ya kukaa nao chini unasema hiyo ni siasa ya ukabila. Hiyo ni porojo. Sasa unajua kama mimi ni mtu wa Stratcoms. Hiyo ndio kazi ambayo nimefanya na hata hii serikali na kule ambako nimekuwa nikifanya kazi nje ya nchi. Kazi yangu ni Stratcoms. Mimi husaidia serikali both here and elsewhere kuweza kucommunicate effectively. Hizo propaganda ni ndogo, zile ambazo nchi kama yetu imepita. Hiyo language yenye Daniel anatumia, hiyo atumie Uganda huko, Tanzania. Lakini propaganda ya kuwa tukiuliza maswali ati hiyo sasa ni ukabila, hiyo ni siasa ya kitoto na ni propaganda ambayo haijakomaa. Na ukisema hivyo, unajua hapa sio Uganda kule ambako kwenye rais na mwanae wakikasirika na media wanafunga. Lakini chichi ni vizuri tuulize hivi kabla nisahau. Unajua kitambo kwa tamaduni za Kiafrika, kama mzee unaona mzee amepotea, hajaonekana, ama boma la mtu fulani haliendi vizuri, wazee wengine walikuwa wanatokelezea, wanaenda kumtembelea, wanataka kujua kama boma liko sawa. Nadhani wazee wa Afrika kina Thabo Mbeki, Olusegun Obasanjo, kina huyu rais wa kitambo wa Tanzania, ni vizuri kama wazee watembelee Uganda waone kama kweli Museveni yuko in control ama amefichwa kwa kabati pahali, kwa sababu vile mambo yanaendelea hayaendi vizuri. Naam, shukran. Mteja Bosco, ningehitaji uzungumze, lakini kuna mtu kwa simu, kisha tuje kwa tunaye Jacob kutoka Tana River. Jacob, habari za sasa? Swali lolote kwa wale ambao ni wageni wangu kuhusiana na mada ya siku ya leo? Jacob, hello. Jacob ni kama tumempoteza. Tuje kwako Bosco. Bosco, utajibu swali kuhusiana na, ningependa pia uweze kutupa kauli yako, na pia kando kidogo sasa na kuhusiana na Rais William Ruto, na labda tuegemee upande wa serikali na upinzani.
na upinzani sasa unaonekana kuweza kujikakamua kuweza kuunda miungano tofauti tofauti. Utanieleza kwa mtazamo wako iwapo upinzani wa sasa una nguvu yeyote ili kuweza kumtoa Rais William Ruto mwaka 2027. Lakini kwanza kauli yako. Kauli yangu kwa haya mambo yote tuliyozungumzia ya uchumi, niseme kwamba ilimedhihirika kwamba Daniel alisema vizuri. My friend hapa yeye ana deal na economy ya juu ya 500 na mambo mengine. Sababu unasikia amezungumza anafanyia nchi zingine. So tunamuelewa wakati anakosa kuelewa shilingi 500 ama shilingi 1000 vile inaweza saidia mtu akainuka bottom up. So tunamuelewa vizuri sana na rafiki yangu. Pili, alivyosema kuhusu biashara, mimi ni mfanya biashara na nimeajiri watu ambao unasikia nakwambia wanalipwa shilingi 600 kwa siku, shilingi 1000 kwa siku, na naona maisha yanayoishi na vile wanajipanga na hizo hela zao. Niseme kwamba uchumi umekuwa labda kwa kiwango wa Kenya walivyokuwa na expectations wakati serikali ilipoingia haijafikia mahali walipotaka. Lakini fertilizer tuseme ilishuka kutoka 7,000 mpaka 2,500 au wanafurahia. Juzi tumeona kwa finance bill wale elders ambao wanasaidia security pale mashinani wamepewa kila mtu shilingi 3,000 kwa mwezi. Kwa huyo mzee ambaye anafanyia elder, anafanyia security, finance bill ni nzuri kwake kwa sababu pia inameongezea mapato na amekuwa akifanyia serikali kazi ya bure. Lakini sasa amepata kitu. Nirudi niseme hivi mambo waliouliza upinzani. Mwanzo niseme categorically kwa sasa hivi ni vigumu tena sana upinzani kutoa Rais William Ruto. Kwa nini? Kwa sababu gani? Mwanzo kama ingekuwa wakati wa 2022. Wakati kama huu around 2021 tulikuwa tunashajua Rais William Ruto anapingana na nani. Walikuwa anapingana na Raila Odinga. Chama kilikuwa ni UDA na Jubilee. Kwa wakati huu hatujui chama cha UDA kinapingana na nani katika uchaguzi. Kwa nini? Strategy wamesema wanakuja pamoja wa agree on one person ambaye atamenyana na yule. Hiyo story tumeisikia sana. Na nataka kukueleza hivi. Hawa viongozi wote hata tukiwafanyia analysis. Mwanzo Gachagua na ndiye Gachagua in fact ndiye ameonekana a very hard working person katika hawa viongozi wote. Na tena na ujue yeye as it stands now hayuko kwa kinyang'anyiro cha urais. Sababu wako na kesi kotini. Hii kesi mwanzo imewafanyia ile inaitwa disarray na confusion. Kwa sababu gani? Wao hawawezi kwa sasa hivi kudecide ni nani atakuwa rais wao ama atakuwa anapigania candidate wao wa United Opposition. Kwa nini? Sababu Gachagua kama anataka kile kiti lazima asubiri kesi ishe ndio ajue. Kesi kwa wakati huu iko Court of Appeal. Itaenda mpaka December, Court of Appeal, Supreme Court mpaka March, May, na ndio tutakuwa tunafanya IBC na kwenda narejea kwako kanyagia hapo. Tunaye Philip kutoka Kakamega. Habari za sasa Philip, unataka kuuliza nini? Ameondoka. Tuendelee Bosco. Nasema hivi. Hawa viongozi wa upinzani kwangu ni wazembe kisiasa. Kwa nini? Unaona tu wanafanya mikutano hapa Nairobi, katika maofisi, katika conferences, na wakienda mashinani hawaendi ile mikutano kama ya William Ruto. Wanaenda rallies, wanapanga maneno, rally hapa pale. Na hawa tuseme hivi, na hao viongozi wote tuseme ni 6 ama 7 wanaopigania. Nikupe mfano kama sasa Orkarau kwa wakati huu wanapingana serikali UDA against watu wa vyama 8 vya opposition. Kwa hivyo wote wanataka kile kiti. Sasa hizi kura zote watagawanya, UDA itawaacha na hata na majini kubwa kuliko ile ya mbele. Ningehitaji nisijue kauli yako. Ningehitaji niruhusu tu nimalize. Ningependa kuambia hivi ndugu yangu Bosco. Opinion yako ni ipi? Maana anasema opposition ni wazembe. Ni wazembe. Ana uhuru wa kuwaza hivyo na kusema vile anavyotaka. Lakini ni vizuri mimi niseme kwa ufupi tu Malibu. Kwa siasa kujua opponent wako ni 50%. Kumjua kuwa mimi opponent wangu wa upande ule huyo ni nani? Ni Bosco. Hiyo tayari niko na 50% chance. Nimejipa 50% chance. Hapa William Ruto hajui opponent wake ni nani. Unajua kwa sababu gani? Ni kwa sababu opponent wa William Ruto sio mwanasiasa yeyote awaye yule. The president's opponents are not and will not be Gachagua, Kalonzo, Sifuna, Matiang'i na hao wengine wote. Opponent number 1 wa Rais William Ruto ni mwananchi wa Kenya. Kwa sababu
Wakenya wanajua nani ambaye hawatapigia kura. Bado hawajui nani watapigia kura. Bado wanaambia wao ujipange. People know whom they will not vote for. We already know whom we cannot vote for. Na wako na sababu. Na nimekuambia ni kwa sababu ya hii kiburi na madharau. Unajua kuna hii kuongea mbaya na kuongelesha raia vibaya sana. Kwa nimekuambia uchumi is a lived experience. Na hata leo ukiweka opinion poll, uliza tu hapo kwa TV47 kwa social media, uliza watu kama maisha yao yako better under William Ruto. Utaona hii si kitu ile yenye ambayo ni you don't need hata kulazimisha. Saizi kwa mfano kuna hii utekaji nyara inaendelea. Serikali ilikuwa inateka watu nyara wakati ule wa 2024 na hicho ndio kitu ambacho kilinivunja roho, kwa sababu kuna mentees wangu, vijana wangu ambao wengine nawajua, ambao walikuwa abducted, hata wengine wakafa. Sasa ikawa wale watu ambao walikuwa wanakuja kwa school ya development ambayo nilikuwa naongoza, wamekuja street. All of a sudden kile kitu ambacho tuliwafunza sasa wanakuwa wanatekwa nyara, na mimi niko ile upande mwingine, ikakuwa vigumu. Kwa hivyo mimi yule ambaye anafikiria kuwa opposition labda ni Rigathi Gachagua na hiyo, kwanza Mount Kenya ilikuwa ishaondoka kwa serikali hii. Rigathi aliifuata tu. Sio Rigathi ametoa hao watu ambao wanamfuata leo, yeye ndiye aliwatoa serikalini. Hapana, waliangalia wakaona uchumi haufanyi, wakakuwa wameondoka. Rigathi alifuata watu. So I am not worried kama hao watu sijui watafanya namna gani, because raia ndio opponent wa William Ruto. So hiyo Bosco usiogope kama ni pale Olkalau. Hii sio UDA, sio chama kimoja leo. Hii ni serikali inaitwa Kenya Kwanza, ina vyama zaidi ya nadhani 20, 24, 26. Iko na ni muungano pia wa vyama vingi sana. Sasa hizi iko na ODM ndani, imechukua the biggest opposition party, imemeza. Ndio maana itashinda. So wameenda kila pahali wakachukua hizo vitu ambazo wamefanya nini? Lakini sasa wameenda na wanasiasa peke yake, sio raia. Ni kama vile unaangalia pale Sifuna na Babu Owino. Gladys Wanga, Junet Mohamed walibaki na chama. Lakini Babu Owino na kina Sifuna walienda na wanachama. Kwa hivyo walienda na wanachama. Kwa hivyo wale wako na chama, lakini kina Sifuna na Linda Mwananchi wako na wanachama. Unajua kuna tofauti ya chama na wanachama. Mebaki na chama. So William Ruto yeye ana ofisi ndio. Amechukua parliament, ameweka kwa mfuko, hata kila kitu ambacho kiko hapa nchini amekichukua, amekiweka mfukoni, isipokuwa raia. Na ndio ningesema ni vizuri tusikize watu. Jana nilimwona PS wa Interior akisema kuwa hakuna utekaji. Mtu anashikwa tukiona pale kwa cameras. 24 hours later on, wakati watu wengine wanafikishwa kotini, hafikishwi kotini. 2 days later on anapatikana ametupwa kwingine. Alafu bado tunasema hiyo sio utekaji. Kitambo sisi tuliona hapa Denzel Omondi amepotea, na hapo watu wanakuambia wamejificha kwa Airbnb, wamejiabduct na hiyo mambo mengine, anapatikana kwa Kware. Kuna Mudhiani Muteti alishikwa, akaabdaktiwa, akapotea, akapatikana amekufa. Na kuna wengi sana, mpaka kuna wale ambao tumeona kama kina Kariuki wanauawa tukiona na macho, lakini wanatuambia it's not what you think. Yani mimi ninaona nguo ile ambayo umevaa ni pink, lakini unaniambia it is not what you think. Yani serikali inajaribu kutugaslight, na hii ndio kitu yenye hapa Bosco anajaribu kufanya hapa hivi. We are trying to gaslight the people. The people ndio wenye wanasema one term. Sio hawa wanasiasa, kwa sababu ukiangalia hawa wanasiasa hakuna yule hata mmoja ambaye hasa Wakenya kuwa wanampenda. Wakenya wanataka kitu chochote ambacho kiko kinyume na serikali hii, kwa sababu serikali haiwasikizi. Na ni vizuri, nataka kuqualify hivi. Unajua wakati ule tunasema kuwa sikizeni wananchi, hamna mtu ambaye anasema kuwa hakuna kitu mmefanya. Kama nimekuambia tu hapa vizuri, ahadi 181 ametimiza 26, amevunja 44, kuna 146 ambazo ziko in progress, kuna 10 ambazo zimestall, kuna zingine 15 ambazo hazijaanza. Lakini na hii ni kitu rahisi, ukienda pale hebu angalia mzalendo.com, ni na profit organization, huwa wana track zote. You can actually go na upate hapa your status, unaifuata one by one. Haya maswali tukiuliza ni kwa sababu hii ukishatengeneza, kama saizi watoto shule zinachomeka, you don't expect wazazi kukuambia kwa sababu ulipunguza bei ya mbolea. Na ukweli pia si watu wamepunguza bei ya mbolea kwa sababu kuna miracle wamefanya, ni pesa ya umma inatumika kufanya hivyo. Ukisongesha bajeti ya State House kutoka 7 billion mpaka 20 billion, yani unaongeza mara 3.
hilo ni jambo ambalo lazima ujiulize. Haya, tumsikize kauli. Acha nimjibu hivi. Na kuna mahali ulisema kwamba UDA kuweza kuswallow some of these parties ni tactic moja kwamba wataweza kuchukua uchaguzi wa mwaka 2000. Ndio, nasema hivi kwa nini? Nguvu ya vyama ni membership. Kwa sasa hivi hata hatuwezi jua DCP iko na wanachama wangapi. Mwisho wanasema hata hatuwezi jua kama wamefikisha milioni 1. Ndio. Na nasema hivyo kwa nini? Ukiangalia tabia za watu wapinzani hawana members, ni story tu. Na ukiona hivyo kwa nini? Wameshindwa hizi by elections zote na hata hii Karao nimesema wanakuja kushindwa. Kwa sababu ya nini? Hawana plan. Unajua unaweza kuwa heckler, unaongea sana lakini una plan. But bila haya yote nikuulize, wakati wa uchaguzi wa 2022 Rais William Ruto alishinda na kura 1200. Na alikuwa anashindana na nani? Raila Amolo Odinga. Ndio. Sasa na alikuwa anapewa, watu wanasema kura nyingi zilitoka Kalenjin na Mount Kenya. Sasa niulize swali. Hizi kura 200,000 ambazo Raila alishindwa nazo. Raila let us assume hata even over 70% ya kura za Raila ziko na William Ruto sababu zimeletwa through ODM. Sio? Sasa niulize ni miujiza gani wako nayo ya kushinda William Ruto kama already kura za Raila zimeletwa kwa William Ruto? That is one. Tuseme hivyo, one. That is one. Two, hawa viongozi wote wa upinzani wanategemea vijana wa Gen Z. Tuseme wanategemea vijana wa Gen Z wawasaidie kupata kura. Let me give you the statistics za Gen Z. Tuko kadi over 35, watu ambao wako 35 years of age walikuwa around 67%. Gen Z walikuwa only 33%. 800,000 votes. Kwa hiyo tuko kadi. Hawa Gen Z kama wanajiamini sana, mbona hawajasimamisha moja wao? Kwa sasa hivi wanafuata hawa na akina Sifuna ambao ni wazee bado. Mbona less than 35 years of age Gen Z wasimsimamishe awe kiongozi wao? So wanasemanga wao wako leaderless. So na hata yeye ametuambia vizuri, watu wa opposition hawana kiongozi. Kwa sasa hivi hawana kiongozi. So wameambukizana hii ugonjwa wa leaderless. Wameambukizana hamuna na hamtapata sababu mtakosana tu. So nasema hivi, hawa viongozi wa upinzani they are the easiest to beat. Kwa William Ruto. Kiongozi ambaye ameuza kuku, akang'ang'ana blood and sweat all the years, akapata kiti na aliwashinda nyinyi wakati mlikuwa na deep state. Sasa yeye ndiye deep state mwenyewe. Mnapenyea wapi? Unamaanisha nini wakati ambapo unasema yeye ndiye ako na serikali, ndiye ako na ushukani? Ni vigumu sana. Ni miujiza, hata na uchawi ni kama haiwezekani. Labda atumie mbinu nyingine. Maliwa alisema hapo awali ya kwamba ODM ilibaki, wale wakabaki na chama, nao Sifuna na ile ambaye ni babu. Wiki hii ama wiki ijayo subiri Sifuna na akina Orengo waende chama kingine. Kwa nini? Kamisi na Caleb Kamisi tumemuona akisema wanakosana na wale. Kwa nini? Siasa ni kujipanga. Siasa huwezi kuwa uko na watu na una hela. Sifuna ni mmoja wao. Mimi na encourage Sifuna sana afanye anavyofanya, kutoka ODM mara aende afanye chama kingine. Lakini tunashangaa hata na Sifuna kama alitoka ODM, mbona ashindaga kingangana kusema yeye anataka kuwa secretary general wa ODM? Siku moja anasema anataka kuwa secretary general wa ODM, siku nyingine anatuambia hataki leadership ya mediocrity ya Dr. Oburu. Ni nini hiki unangangana? Ni kama ile story ya ng'ombe amekufa na bado kupe amengangana kukunywa ile damu ya ng'ombe ambaye anasema amekufa. Sasa nasema hivi, hawa viongozi wa upinzani walivyojipanga, kwa tunavyoona kwa sasa, first of all wako in a confused state. Ikakuwa vipi Matiang'i anaenda Kirinyaga kuzindua chama chake cha ODM kwa presidential candidate wake anaitwa Martha Karua. ODM? No, Jubilee alienda kuzindua ofisi ya Jubilee pale Kirinyaga. Jana tu. Na pale Kirinyaga ndipo sasa Martha Karua anatoka na ni moja hapo ya presidential candidates wako nao kwa chama. Sasa niulize, mbona anaenda hata kumpiga kwake wa Kirinyaga? Sio ofisi kwanza aanze kufungua Kisii na Meru na kwingine. Inaoneshana hivi, hawa viongozi wa upinzani wao wenyewe hawasikizani na hawaaminiani. Matiang'i mwenyewe hana chama. Yeye ni deputy wa mtu mwingine. Mkisema hapa tukae tujadiliane mambo ya future ya Kenya, atatoka nje apige simu, hii kitu ni sign ama ni si sign. Mwingine ni Kalonzo. Kalonzo is very polite na ako hapa tu
anapigania haki zake hapa Nairobi. Mashinani utawahi muona. Juzi wameenda kupigania maandamano hapa wakiwa na kina Maraga. Uliona vile walifanya. Distance ya kutoka pale hapa Parliament kwenda kutoka Serena kuja Parliament, tia gas moja tu ilirushwa, ama hata si tia gas, ni kakerere kaliletwa hapo kwa polisi, wakakimbia wote kwa magari zao. Hao ndio unategemea wakomboe Kenya? Raila Amolo Odinga, upande wenu you have put your house in order, kumaanisha kwa sababu unasema kwamba wapinzani hawaja put their house in order. The thing is, na pia tumeona wale ODM wanakuja, the section ambayo imekuja wanasema kwamba pia wao wanapigania nafasi yao. Tulimuona Arati pia akisema kwamba we want our space, na kidogo tu akasema kwamba hatutaenda kwenye uchaguzi bila kujua our position. Uzuri wanasema hivyo vyote wakiwa na support UDA. Ndio. Kwa ufupi sana. Mimi sitarajii Bosco awe na maneno mazuri kwa DCP kwa sababu pale Manyata pale Embu ule mtu ambaye anapambana naye ni kinara huko mkuu Mkunji, ni kinara mkuu wa DCP. Anasema kitu cha governor apigane so, lakini huu ndio ukweli. Umeona, he takes a lot of time to try and understand opposition, and that exactly tells you how this is a problem. Kwa sababu hii muda yote angechukua hapa hivi, he has taken very little time kuzungumzia ile progress wamefanya. Hizo vitu zingine zote he is very generic. Uchumi ni mzuri, watu wako sawa, maisha iko sawa. Those are qualitative terms. He has not been quantitative. So but he takes a lot of time. Ikifika sasa ni mambo ya kudescribe opposition, he is very qualitative and very petty, mpaka anaenda kwa vile tu vitu tudogo. Unaweza kufikiria hii ni siasa pale kwa jiwe mtaani. Lakini tuseme hivi, kama opposition iko useless, why are they taking a lot of time talking about it? If it's totally useless na wajui kitu penye wanaenda, mbona wanachukua muda mpaka hata rais kila siku? Why are they taking time to frame vitu vile vinaenda huko kwingine? Alafu amezungumzia kama una pesa huwezi kufanya siasa na hayo mambo mengine. Siasa ya kununuliwa ndio shida kubwa. Na nimsaidie, hizo kura 1233 233,000 zenye zilifanya William Ruto kukuwa rais zilitoka Bungoma. Naam. Rais alikuwa na mambo manne, Rais William Ruto alikuwa na mambo manne ama matano akienda kwa elections. Ile kitu ilimfanya ashinde. Number 1, alikuwa na sympathy kwa sababu alikuwa ameteswa kwa ile serikali nyingine. Hiyo sympathy haiko because yeye ni incumbent. Number 2, alikuwa na narrative ya hustler versus dynasty. Wakati huu hiyo haiwezekani kwa sababu yeye ni kiongozi, so hana hiyo narrative tena. Ndio sababu unaona wanajaribu kusukuma hii kitu ya ukabila, au watu wengine ni wakabila. Unauliza vizuri sana, pesa imeibiwa, wanakuambia hiyo ni swali la kikabila. Watoto wa watu wanauawa, tunaona, unaambia hiyo ni swali ya kikabila. And it is so cliche, hiyo ni kuishiwa mawazo. Kitu cha tatu, alikuwa na 2 major regions. Alikuwa na Rift Valley na alikuwa na Mount Kenya. Wakati huu hana Mount Kenya, atabaki na Rift Valley, si ndio? Aya, ule wa upande mwingine. Ukiangalia kwenye Biblia kuna huyu mwanamke alikuwa bibi ya Potifa. Alijaribu kumshika Yusufu. Yusufu akakimbia, akabaki na vazi lake, na hilo vazi ndilo huyo mwanamke alitumia kumsulubu nani? Kumsulubu Yusufu na kusema nimebaki na nguo yake, alikuja hapa kwingine. Sasa William Ruto ni kama bibi ya Potifa. Alijaribu kupokonya Raila Odinga. Amebaki na vazi la nguo ni Junet, kina Simbarati, Gladys Wanga. Hiyo ni vazi la Joseph, amebaki nayo. Lakini Joseph ameponyoka. Anaweza kuwa yuko jela saizi, lakini bado ndoto ipo na atakuja kumshinda. So hizi vitu zingine zote wanapiga kelele wakisema, na nataka nikuambie hivi Chichi hapa kwingine, na ningependa kumtia changamoto hapa hivi. Kama William Ruto atashinda kiti cha Olkalau, atakuwa akona chances za kushinda urais. Lakini iwapo UDA watapoteza Olkalau, asahau urais. That is the only indicator. Wachana na Malava. Nitakwambia kwa nini Malava walikuwa wanafanya nini. Hawa kwa hizi by election, wacha nisaidie hapa Bosco labda ajui. Kwa by election hizi zenye zimekuwa zikiendelea, serikali haijakuwa ikifanya campaign. Serikali imekuwa ikifanya development tour. Wamekuwa wakitumia pesa kwa kampeni ya miezi 4-5, pesa sawia na kiwango cha CDF ambayo inapewa mwaka mzima hiyo constituency. Malava pale walitumia pesa inatoshana na ile nye CDF yenye Malava constituency inatumia mwaka mzima, wanaitumia kwa miezi 3. Hiyo sasa sio campaign. You cannot win against that. Hiyo sasa ni development tour. Wanatumia development tour kuiba. So up to now, the only by election yenye iko ya ukweli kwa sasa
ni ile ya Olkalau. Kama William Ruto atashinda Olkalau, atashinda urais. Lakini iwapo, na hiyo, that is the only remaining test. Hatashindwa. Akishindwa Olkalau afunganye. It's not a bet. Jue mimi ni shahidi. Ni bet. I am stating that as an established fact that William Ruto will lose Olkalau and Olkalau is the only indicator that he can win. Kwa sababu asiposhinda, wacha nisaidie hapa ndugu yangu waone hapa kwingine. Ukienda Pwani, watu wa Pwani wanaambiwa Joho ndio naibu wa rais. Ukienda huko Pwani saizi kila mtu ana believe. Na unajua huko kwetu magharibi watu wanaambiwa nini? Labda nyinyi hamjui, lakini sisi ambao ni viongozi huko chini tunaambiwa kuwa watadrop Kindiki wachukue Mudavadi. Na kule Mount Kenya wanaambiwa Kindiki ndio tosha. William Ruto ana gamble. Just iwapo Mount Kenya East haitaungana aone itaruka. Kuna kura milioni 2 anataka kutoka Mount Kenya East. Iwapo hazikuji ataruka aende magharibi. Lakini unajua kila pale unaenda watu wameahidiwa nini? Wameahidiwa deputy president na unaibu. So ikifika siasa ya opposition ningeambia watu watoke, because number one, the president does not know his opponent. If you don't know your opponent, you should be very afraid. Kwa sababu kile chochote ambacho kitakuwa opposition ambacho tutamrushia rais kitamshinda. Rais hata tukisimamisha ndizi, ganda la ndizi litamwangusha. Sawa. Anything tutasimamisha, hata sawa. Tukikuwa Peter Salasya kesho tutasema yeye ndiye kiongozi wa opposition. That's a bet. Na naarifa, natumai ningekupa tu nafasi lakini naarifa muda umetupa kisogo. Nikupe tu dakika 30. Sekunde 30. Sekunde 30 nataka kusema kwamba kama amesema serikali inafanya development tour fair and fine. During campaign. Wananchi washajua wanataka viongozi issue based politics. Wananchi wanaenda kula. Nini unaweza tufanyia? Kama wanachaguana sababu ya the projects wenye wanaletewa, then wanaamini kwa viongozi wenye kuleta projects. As simple as that. Amesema Olkalau rais akishinda anashinda uchaguzi. Let's bet. Actually the worry is not even the win, is the margin. Naam, shukrani. Tutapata wakati mwingine tutaweza kujadili hususan kuhusiana na by-election ya Olkalau. Hivyo basi, mpenzi mtazamaji, tumefika tamati mwa mazungumzo hayo ambayo ni mazungumzo chana kuhusiana na mikakati ya siasa za mwaka 2027, na wale ambao ni wageni wangu wameweza kunisaidia kudadavua masuala hayo, ambaye nimekuwa naye Bosco Mutegi Kyura ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi, pia tuna Arnold Maliba pia mtaalamu wa masuala ya uongozi, na pia ni kinara Progress Plus Alliance ukipenda PPA. Na pia tutakapopata muda wakati mwingine nitawaita tujadili masuala hayo. Nimekuwa wako Chichi Josephine Kariuki na kutakia mchana mwema, na pia uweze kutegea taarifa za hapo baadaye ambapo ni saa 7.